Strait of Hormuz, njia nyembamba ya maji ambayo kwa ukubwa wake mdogo ina uwezo wa kusimamisha mapigo ya uchumi wa dunia. Hapa ndiko meli hupita zikibeba kile kinachoendesha maisha ya kisasa, mafuta. Leo hii, njia hii si salama kama ilivyokuwa. Kuna mvutano wa kijeshi, vitisho vya mashambulizi na hofu inayotanda juu ya mustakabali wa nishati ya dunia. Swali linabaki, iwapo mlango huu utafungwa kabisa, dunia itasimama au itatafuta njia mbadala? Hii ni makala moto ya Moto TV Kenya, jukwaa linalochambua kwa kina masuala mazito yanayoathiri dunia yetu. Mimi ni Ogaro Brian Osoro. Kabla tujaingia ndani ya story, na kuomba upate kusubscribe, kulike, kucomment, kushare, turn on notifications ili upate yote tunayoposti ndani ya Moto TV kwa wakati. Tufuate kwenye mitandao ya kijamii @Moto TV Kenya. Leo tunachunguza mgogoro unaohusisha Iran, United States na Israel. Lakini zaidi ya hayo, tunachunguza mfumo mzima wa uchumi wa dunia unaojengwa juu ya nishati ya mafuta na utegemezi mkubwa wa njia moja muhimu ya usafirishaji. Dunia ya leo imejengwa juu ya nishati, kuanzia viwanda vinavyotengeneza bidhaa hadi usafiri wa anga, baharini na nchi kavu. Kila kitu kinategemea nishati. Kwa zaidi ya karne moja, mafuta ya petroli yamekuwa uti wa mgongo wa mfumo huo. Bila mafuta, si rahisi kwa uchumi wa dunia kuendelea kama ulivyo sasa. Lakini mafuta haya hayapatikani kila mahali kwa wingi unaohitajika. Eneo la Ghuba ya Uajemi limekuwa kitovu kikuu cha uzalishaji wa mafuta duniani. Nchi kadhaa katika eneo hilo huzalisha kiwango kikubwa sana cha mafuta kinachotumiwa na mataifa mengi duniani. Hata hivyo, ili mafuta hayo yafike katika masoko ya kimataifa, lazima yasafirishe kwa meli kupitia njia maalum za baharini. Hapo ndipo tunarudi kwenye Strait of Hormuz. Njia hii ni kama mlango wa kutoka kwa mafuta yote yanayotoka Ghuba ya Uajemi kwenda sehemu nyingine za dunia. Inakadiriwa kuwa takriban 20% ya mafuta yote yanayotumika duniani hupitia hapa. Hii ina maana kuwa pipa moja tu kati ya 5 ya mafuta duniani hupitia njia hii. Kwa mtazamo wa kimkakati, hii ni hatari, kwa sababu pale ambapo dunia inategemea njia moja kwa kiwango hiki, basi usalama wa njia hiyo unakuwa swala la kimataifa, si la eneo hilo pekee. Tatizo linakuja pale ambapo njia hiyo inaanza kuwa eneo la mvutano wa kijeshi. Mgogoro kati ya Iran na United States una historia ndefu, inahusisha siasa, dini, uchumi na ushawishi wa kimataifa. Kwa miongo mingi kumekuwa na kutoaminiana kati ya pande hizi mbili. Marekani imekuwa na ushawishi mkubwa katika Mashariki ya Kati, huku Iran ikijaribu kujijenga kama nguvu huru inayoweza kupinga ushawishi huo. Israel kwa upande wake imekuwa mshirika wa karibu wa Marekani katika eneo hilo na pia ina mvutano wake na Iran. Hivyo basi mgogoro huu si wa pande mbili tu, bali una vipengele vingi vinavyoufanya kuwa tata zaidi. Katika kipindi cha hivi karibuni, mvutano huu umeongezeka na kufikia hatua makabiliano ya moja kwa moja na yasiyo ya moja kwa moja. Mashambulizi ya kijeshi, matumizi ya drones na operesheni za baharini zimeongeza hali ya wasiwasi katika eneo hilo. Hali hii imeifanya Strait of Hormuz kuwa eneo hatarishi kupita. Si lazima kufunga njia hii rasmi ili kuathiri usafirishaji wa mafuta. Inatosha kuwepo kwa vitisho, uwezekano wa mashambulizi au hata kuwekwa kwa mabomu baharini ili kufanya kampuni za usafirishaji kusita kupitia hapo. Mara tu hatari inapoongezeka, gharama za bima hupanda, baadhi ya meli kukwepa njia hiyo na usambazaji wa mafuta hupungua. Matokeo yake huonekana haraka katika soko la kimataifa. Bei ya mafuta hupanda, na mafuta yakipanda, gharama za uzalishaji na usafirishaji hupanda pia. Hii huathiri bei ya bidhaa na huduma duniani kote. Kwa hivyo mgogoro huu hauishii katika eneo la Mashariki ya Kati pekee, bali una athari za moja kwa moja kwa watu wa kawaida katika nchi nyingi, ikiwemo zile za Afrika Mashariki. Hapa ndipo tunapaswa kuelewa kuwa dunia ya leo imeunganishwa kwa kiwango kikubwa. Tukio linalotokea katika eneo moja
linaweza kuwa na athari kubwa katika maeneo mengine yaliyo mbali kijiografia. Hii ni kwa sababu uchumi wa dunia umeungamana kupitia biashara, nishati na teknolojia. Swali lingine muhimu ni kwa nini dunia bado inategemea mafuta kwa kiwango hiki licha ya juhudi za kuhamia kwenye nishati mbadala? Jibu ni kwamba mabadiliko ya mfumo wa nishati yanachukua muda mrefu na uwekezaji mkubwa. Ingawa kuna maendeleo katika nishati ya jua, upepo na vyanzo vingine, bado hayajafikia kiwango kinachoweza kuchukua nafasi ya mafuta kikamilifu. Aidha, miundombinu iliyopo tayari imejengwa kwa kuzingatia matumizi ya mafuta. Mabadiliko ya ghafla yanaweza kusababisha misukosuko mikubwa ya kiuchumi. Hivyo basi, dunia inaendelea kutegemea mafuta huku ikijaribu polepole kuhamia kwenye vyanzo vingine vya nishati. Katika hali hii, eneo kama Strait of Hormuz linaendelea kuwa muhimu sana. Nchi zinazolizunguka zinakuwa na nafasi ya kipekee katika siasa na uchumi wa dunia, na ndiyo sababu mgogoro wowote katika eneo hilo huvutia umakini mkubwa wa kimataifa. Kwa sasa, kuna juhudi za kidiplomasia za kupunguza mvutano huo. Hata hivyo, hali bado ni tete. Hakuna uhakika wa muda mrefu kuhusu usalama wa njia hiyo. Hii ina maana kuwa hatari ya athari za kiuchumi bado ipo. Lakini kabla hatujafunga mjadala huu, kuna swali la karibu zaidi na sisi. Kenya iko wapi katika picha hii? Kwa miaka mingi, Kenya imekuwa ikitegemea mafuta kutoka nje ya nchi. Hii ina maana kuwa kila mgogoro unaotokea duniani, hasa katika maeneo kama Strait of Hormuz, una athari ya moja kwa moja kwa maisha ya wananchi wa kawaida hapa nyumbani. Lakini kuna upande mwingine wa hadithi ambao hauzungumzwi sana. Kenya ina mafuta yake. Katika eneo la Turkana kuligunduliwa akiba mafuta ambayo imekuwa ikizungumziwa kwa miaka kadhaa sasa. Na sasa mipango ya kuanza uzalishaji wa kibiashara inaonekana kusogea karibu zaidi kuwa halisi. Iwapo uzalishaji utaanza kama ilivyopangwa, Kenya inaweza kuanza safari ya kuwa mzalishaji wa mafuta, si tu mnunuzi. Lakini hapa ndipo ukweli unakuwa mgumu kidogo. Hata kama Kenya itaanza kuzalisha mafuta, haitoshi mara moja kukidhi mahitaji ya ndani. Bado tutabaki kuwa sehemu ya soko la kimataifa, na hiyo ina maana kuwa bei za mafuta duniani bado zitaendelea kutuathiri. Na zaidi ya hapo, kuna maswali muhimu yanayobaki. Je, mafuta haya yatawasaidia wananchi wa kawaida au yatabaki kuwa rasilimali ambayo faida yake inaonekana mbali na maisha ya kila siku ya Mkenya wa kawaida? Na muhimu zaidi, je, Kenya itaweza kutumia rasilimali hii kujenga uhuru wa kiuchumi au itaingia kwenye changamoto zile zile ambazo nchi nyingine zenye mafuta zimewahi kupitia? Strait of Hormuz si tu njia ya maji bali ni muhimili wa uchumi wa dunia. Mgogoro unaohusisha Iran, United States na Israel unaonyesha jinsi ambavyo siasa, nishati na uchumi vinavyounganishwa kwa karibu. Dunia inapokabiliwa na changamoto kama hizi, inapaswa kutafakari upya namna inavyotegemea rasilimali na miundombinu fulani. Labda huu ni wakati wa kuharakisha mabadiliko kuelekea nishati mbadala na kupunguza utegemezi wa njia moja muhimu kama hii. Hii imekuwa makala moto hapa ndani ya Moto TV Kenya. Mimi ni Ogara Brian Osoro. Asante kwa kufuatilia na kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na pia pata kushare video zetu. Usisahau pia kuturn on notifications ili kupata content zetu zote kwa wakati unaofaa. Follow us on all social media platforms at Moto TV Kenya.